Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amewataka Watanzania kunufaika na uwekezaji wa makampuni ya madini yanayokuja kuwekeza kutoka nchi za nje, huku akieleza jinsi gani sekta hiyo ya madini inavyochangia kukua kwa uchumi wa kila mwananchi na taifa kwa ujumla. Amesema hayo akiwa katika jukwaa la 5 la utekelezaji na ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini lililofanyika siku ya tarehe 22 Julai 2026 katika ukumbi wa Malaika jijini Mwanza. Zinakuja kampuni kubwa kuwekeza Tanzania, hamna kikubwa ambacho Watanzania wananufaika nacho kama mtu alikuwa na uwezo wa kuagiza mpaka mayai kutoka nje ya nchi, pamoja na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia, lakini bado Watanzania walikuwa hawajapata nafasi kikamilifu kushiriki moja kwa moja kwenye uchumi kwenye sekta ya madini. Baada ya kusikia kilio chetu, yalitoka maelekezo ambayo na mimi nilipokea maelekezo mahususi kutoka kwa Mheshimiwa Rais ya kutaka kuona kundi kubwa zaidi la Watanzania wanashiriki kwenye sekta ya madini. Ajira leo kwenye sekta ya madini, ukiacha kwa wachimbaji wadogo ambapo kuna ushiriki zaidi ya Watanzania milioni 6 ambao wanashiriki kwenye mnyororo mzima wa sekta ya madini, na hasa katika eneo la wachimbaji wadogo. Lakini kwenye ajira rasmi, jumla ya ajira hivi sasa ambazo zimetokana na sekta ya madini rasmi ni 20,421. Hizi ndizo ajira rasmi. Watanzania ambao wameajiriwa kwenye sekta ya madini kwa maana ya ajira rasmi ni 16,695, sawasawa na 96% ya waajiriwa wote kwenye mfumo rasmi wa kwenye sekta ya madini. Zamani ilikuwa ni kama miujiza kukutana na watendaji wakuu na viongozi wakuu katika kampuni ambao ni Watanzania. Leo habari ipo tofauti. Country manager wa kampuni ya Barrick ni Mtanzania hivi sasa, Dr. Melkioli Ngido. Country manager wa Tembo Nickel Corporation Limited ni Mtanzania, Benedicti Busunzu. Country manager wa Sota Mining ni Mtanzania, Isaac Lupokela. Country manager wa Mamba Limited ambao wako kule Ngwala, Songwe ni Mtanzania, Ismaili Diwani. Makamu wa Rais wa Sustainability wa AngloGold Ashanti, Mtanzania, Simon Shayo yule pale. Kwa upande wake, Dr. Janet Lekashengo, mwenyekiti wa Tume ya Madini, amesema kuwa ongezeko la Watanzania katika sekta ya madini kunaongeza pato la taifa na kujenga Tanzania yenye uchumi imara kwa siku zijazo. Tunavyoongeza ushiriki wa Watanzania katika sekta ya madini, ndivyo tunavyoongeza ajira, mapato ya wananchi, ukuaji wa sekta nyingine za kiuchumi na ustawi wa taifa letu. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa fursa zinazotokana na rasilimali za madini zinawanufaisha Watanzania wa leo na vizazi vijavyo. Nao Geoffrey William na Eli John Shimbi, washiriki wa jukwaa hilo,
wameeleza umuhimu wa jukwaa kwa Watanzania na wadau wa madini nchini. 20 listi ya huduma zisizopungua 20 ambazo zinatakiwa ziwe zinatolewa kwa 100% na makampuni ya kizawa, na hizo huduma kwa ujumla wake kwa mwaka kuna uwezekano kukawa kunaingizwa na pato lisilopungua trilioni 5.1 ndani ya nchi. Zamani hizo huduma zilikuwa zinafanywa na makampuni ya nje. Kwa fedha yote hiyo ilikuwa inapotelea nje, haibaki hapa nchini. Lakini sasa hivi kupitia Mheshimiwa Rais mama yetu Dr. Samia Hassan na usimamizi wa waziri wetu Mheshimiwa Mavunde pamoja na katibu mkuu wetu Injinia Yahya Samamba wamesimamia hili na kuhakikisha kwamba hizi huduma zote kwa 100% zinatolewa na makampuni ya kizawa. Kwa hiyo imetusaidia sana sisi. Maanake zamani tulikuwa makampuni nakuta tuna uwezo wa kufanya kazi, lakini ni kwa sababu sasa yale makampuni ya nje, bureaucracy na nini, ilikuwa ngumu sana kuingia kwenye hayo makampuni. Lakini sasa hivi kutokana na hii sheria, usimamizi thabiti wa hii sheria, tumeweza kuingia migodini na tunaweza kufanya hizi kazi. Bariki imetoa fursa mbalimbali. Nafikiri tumeweza kuzungumza pale kwamba tuna zaidi ya wafanyakazi wa Bariki pamoja na wakandarasi 5,000 kwenye makampuni hayo North Mara pamoja na Bulyanhulu, lakini katika hayo utaona asilimia zaidi ya 96 ni Watanzania. Hiyo yote ni ushirikishwaji, na asilimia 4 pekee wanakuwa ni watu wanne. Hiyo ni katika ushirikishwaji, lakini pia katika kuendesha shughuli hizo wananunua bidhaa ndani ya nchi. Kwa mfano watu wanakula, kwa makampuni kama ya upishi, usafi na mengine yote ni ya Watanzania, lakini makampuni mengine pia makubwa ambayo yanafanya shughuli za matengenezo ya mitambo na shughuli zingine, yote hayo unakuta ni ya Watanzania. Kwa asilimia kubwa ushirikishwaji wa wazawa kwenye kampuni zetu upo, lakini pia kujishirikisha moja kwa moja kwenye jamii ya Watanzania kama hivyo kushiriki. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.